vifungo ama vikwamo ambavyo utakuwa navyo wakati Saturn itakuwa in Pisces, yani zohali katika nyumba ya 12, zohali ikiwa kwa samaki. Changamoto na vifungo au vikwamo vyako vitakuwa hivi: cha kwanza, kukosa mipaka kati yako na watu, kujitoa sana ama kusaidia watu sana kwa kupitiliza yani, na kujipoteza. Pisces naregea. Ukiwa na Saturn in Pisces, I think tumekuwa na Saturn in Pisces kutoka 2023 mpaka imeisha I think hii mwezi. Kama hukukuwa unajua kuweka boundary na watu, nadhani sasa hivi umejifundisha overgiving to people. Kingine, kukwepa reality yako na kuingia katika addiction za vitu au watu, ili kukwepa kuface reality au kuingia katika upweke. Na hii ni ukweli. Pisces huwa tunapenda kuingia katika upweke alafu unaingia into illusion. Illusion ni yale mawazo ambayo yako kwenye akili yako, unaanza kutengeneza magorofa hivyo, sasa ushahepa reality yako. Kingine, utapata unakuwa na cycles ya kurudi kwa mahusiano ya kale au vitu ambavyo hukuweza kuzimaliza kale, ambayo itatengeneza pattern au cycles yani za kujiregelea za kwa vitu, yani mahusiano, vitu ambavyo hukuweza kuzimaliza, wapenzi wa kale. Na unapata Pisces wana hizi mifumo. Unapata mtu mlikosana naye miaka 10-20, bado tu akirudi unampa chance hata ujali. So utajifundisha kuweka nini boundary, na utajifundisha kuachilia, na utajifundisha kuspeak out, either ikae ama uiachilie. Kingine, kuwa na fikra za kuteseka kwa kuhisi unanyanyaswa au unatatizwa bila kusema. Vulnerability. Unapata Pisces they are very vulnerable. Yani hata ukimgonga ni sawa, ndaachia Mungu. Face it, speak it out. Haya. Cha kwanza, jifundishe kusaidia watu bila kujisahau ama kujipoteza. Jifundishe kuweka mipaka. Learn to keep boundaries kwako. Hiyo ndio lessons ambazo Saturn italeta. Na nadhani wale ambao wamekuwa na Pisces in Saturn, nadhani mmepata matatizo sana na marafiki kuambia mtu mimi sitaweza, imekuwa ngumu sana, lakini umejifundisha nadhani kufikia hatua hii. Kingine, jifundishe kufuatilizia njia zako za rohoni au intuition yako na afya yako ya kiakili na practices zako kila siku. Yani learn to keep a pattern of your spiritual practices kila siku. Ili kuendelea, maana Pisces ni watu ambao wako sawa katika masuala ya rohoni sana. Kingine, chukua majukumu ya hisia zako na uelewe wakati wa kuachilia na kushikilia. Know when to release and when to kukaa nayo hizo vitu ambavyo unataka kukaa nazo. Maana Pisces nao wanajua kuweka visasi vya muda mrefu. Kingine, jaribu kubadilisha imagination zako na vision zako into reality kupitia muendelezo. Yani make it constant. Hakikisha kile ambacho unafikiria unawaza, because Pisces are very artistic. Ni wale watu ambao wanaunda vitu akilini mwao lakini hawaileti into practicality. So jaribu kuitengeneza na kuileta into practicality na ukue constant. Utapata unajisaidia katika maisha. Utakaposhinda au ufungue vifungo hii, utakuwa na uwezo wa kupata amani ya ndani, na utakuwa na uwezo wa kubalance mipaka yako na wengine kwa ujasiri. I think by now, kwa sababu tumekuwa na Saturn in Pisces, watu sasa wanajua kujisimamia, kujipigania, kujitetea, kwa sababu vifungo ambavyo viko ndani mwako ama vifungo ambavyo viko katika uko, utapata ni vifungo vya rohoni. People are not wametoka into alignment, kwa sababu wanakosewa, hawaongei, wanafanyia watu vitu sana, wanajisahau. So umetoka into alignment, vifungo vyenu vinakuwa vya rohoni sana. Si kama vifungo vya Capricorn ni nje, Pisces ni ndani. So hakikisha sana wakati kumekuwa na Saturn, I think mafunzo umeyapata. Sasa hivi unaweza kuweka usawa kwa mambo. Sasa hivi unaweza pata amani ndani mwako. Sasa hivi unaweza kusimama ukaweka boundaries, ukamwambia mtu hapo usivuke. Unajua kujiongelelea wakati huu. I think kufikia hapo nitakuwa nimeongelelea Saturn ama zohali kwenye kila kundi. Kama hujapata, jaribu kufuatilizia content yangu kuanzia kule chini. Utapata kuanzia kwa Aries mpaka sasa tumefika kwenye kundi la samaki, ili upate kujua vikwamo vyako maishani viko wapi. Na kumbuka, Saturn ikiwa katika kundi lolote ama nyumba yoyote ndani kwa chati yako, huwa baraka zako huwa katika hiyo nyumba ambayo inasimamia hiyo nyumba huwa zinakuja baadaye kimaisha, after 30 when your Saturn has returned. Yani Saturn ikirudi kwa hiyo nyumba, wewe inakuja kuchunguza umejisaisha ama bado, inaanza kutoanisha vitu ambavyo havipo. Na ndio maana unapata watu ambao wamekuwa na Saturn in Pisces mwaka wa 2023 to 2026 wamepata kupoteza vitu na pia
kuleta vitu. Kuna wengine wamejisaisha, kuna wengine wamekwama, ama kuna wengine wamepita. Ita depend na vile ulichukulia hiyo certain return yako. Kuna wengine walijijua, kuna wengine walikosa kujijua. Ndio maana shortcuts ukitumia wakati certain return inakuja unapata kukwama milele, because umeenda ukaingia ukabebana na maroho ama ukabebana na third party. Mafunzo yanapokuja kwa sababu ulishikana na mtu mwingine, ukitaka kuachilia huyo mtu, changamoto zinakuwa kwa unataka kuniacha vipi, na tulikuwa na wewe katika hii, nilikusaidia wakati nilikufunika wakati ulihitaji usaidizi. So unapata kutatizika na kukwama. Lakini kama ulipitia hiyo maumivu yote, unapata kujisaisha na kusonga mbele. I hope unanielewa vyema.